Hapana. Abubakari Mwanondolo. Naam, habari za muda huu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote ulipo. Ujambo na karibu kuambatana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo. Ikiwa ni tarehe 14 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Msomaji wako si mwingine bali ni mimi Ramsey Ramadhani. Naam, kama kawaida mpendwa msikilizaji, tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini, uko kwenye uwanja wa vita ambako mambo badilika kila saa na kila sekunde. Hivyo tuko hapa kukupatia habari za uhakika kuhusiana na hali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hivyo ili uendelee kupata habari hizi, na kusitu wewe kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kuhakikisha kwamba unasambaza habari hizi kwa Wakongomani wote ili na wapate kufahamu kile ambacho kinaendelea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na asubuhi leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza. Takujuza hali ya usalama mashariki mwa DRC, lakini pia kile ambacho Rais Felix Tshisekedi aliweza kuzungumza hiyo jana baada ya kuahirishwa kwa kuwekwa saini ya makubaliano ya amani huko Washington. Ni kipi ambacho kimebadilika? Kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka na tumai kwamba utakuwa salama usalimini kusikiliza matangazo yetu ya asubuhi leo, ikiwa ni tarehe 14 ya leo. Inasoma kwenye nami Ramsey Ramadhani. Matangazo yanapata moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii kama vile YouTube, ukiandika tu Amani TV Media hapo utakuwa unajiunga nasi, lakini pia uko Shabunda unatunasa vema kupitia Mutula FM. Bila shaka tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko tarafani Uvira jimboni Kivu Kusini, ambako maaskari wawili wa jeshi la FARDC wamepoteza maisha usiku wa kuamkia Alhamisi tarehe 13 Novemba mwaka wa 2025 katika matukio mawili tofauti yaliyozingirwa na utata mkubwa ndani ya mji wa Uvira jimboni Kivu Kusini. Vifo hivyo vimezua hofu mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, tukio la kwanza lilitokea majira ya saa 3:30 usiku katika eneo la Mulongwe. Inasemekana kuwa mwanachama mmoja wa harakati za uzalendo alimshambulia mchumba wake hadharani, huku askari wa FARDC waliokuwa wakifanya doria walijaribu kuingilia kati mzozo huo, lakini hali iligeuka ghafla na kuwa vurugu, na upande hizo mbili zilianza kurushiana risasi, jambo ambalo liliweza kusababisha kifo cha askari mmoja wa jeshi la taifa FARDC. Milio ya risasi ilisikika hadi karibu saa 6 usiku na kuleta tamruki kubwa kwa wakazi wa eneo hilo la Uvira. Tukio la pili lilitokea saa chache baadaye ndani ya kambi ya kijeshi ya Malaki mjini Uvira, ambako kapteni mmoja alipigwa risasi na kuuawa na mlinzi wake binafsi. Mashuhuda wanasema kuwa afisa huyo alikuwa akijaribu kutuliza mzozo wa kifamilia na mke wake, ndipo mlinzi wake alimfyatulia risasi. Muuaji huyo alikamatwa mara moja tu baada ya yeye kutekeleza kitendo hicho. Wenzake majeshi waliweza kumdhibiti na kumweka chini ya ulinzi. Matukio haya mawili yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Uvira, huku milio ya risasi ikisikika hadi usiku wa manane, hasa karibu na eneo la Munima. Akithibitisha taarifa hizi, Luteni Riogane Mbuyu Kalonji, msemaji wa Operation Sequoia Pia jimboni Kivu Kusini, alisema askari mmoja ameuawa karibu na Munima na kapteni mwingine amepigwa risasi na mlinzi wake ndani ya kambi ya Malaki. Ameongeza kuwa kapteni huyo marehemu alikuwa mkuu wa vifaa eskadra katika jeshi la 330 la FARDC lililoko Bijombo, maeneo ya juu ya milima ya Uvira. Matukio haya mawili yameonyesha wazi changamoto za kibinadamu ndani ya jeshi na pia mvutano unaoendelea kati ya baadhi ya askari wa FARDC na wapiganaji wa Zalendo, hali ambayo bado inatishia usalama wa mji wa Uvira. Lakini baada ya matukio hayo ya uvunjwaji wa amani kuripotiwa katika mji wa Uvira, kundi la Wazalendo linatangaza rasmi kuchukua jukumu la kuweka ulinzi na kuhakikisha usalama ndani ya jiji la Uvira. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, mji wa Uvira kwa sasa unahifadhi makundi mbalimbali ya wapiganaji wa Zalendo wanaodaiwa kuwa wanashirikiana kulinda raia na mali zao. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa kundi hizo wameonya kuhusu kuwepo kwa watu wanaojifanya wazalendo bandia ambao wanadaiwa kuchafua jina la kundi halisi la wazalendo.
Kuna tofauti kati ya wazalendo wa kweli na wale wa bandia. Tunawaomba wananchi wawe makini kwa sababu hao bandia wanatuharibia jina sisi wazalendo wa kweli. Na sisi kama wazalendo wa kweli hatutokaa kimya kuona raia wetu naangamia na usalama endelea kuzorota ndani ya mji wa Uvira. Hivyo tunaanzisha kampeni ya kuweka ulinzi madhubuti kwa maeneo yote ya mji wa Uvira ili kuhakikisha usalama unadumu na raia wanakuwa wanatembea na uhuru zaidi. Hayo ni maneno ya kamanda wa kizalendo kutoka huko Uvira. Huyu hapa, msikilize. Kila komanda kwenye iko kwa kustenile malalamiko ya raia, kila komanda kwenye na kontrole kuanzia leo aanze chia patrouille a partir ya 18h. Tusisikie tena malalamiko ya population. Axe Kasenga patrouille inaanza leo. Axe Kavivira nako vile vile patrouille ianze. Mwenyeko Mlongwe patrouille ianze. Mwenyeko Kalundu, Kilibula, Kabindula patrouille zianze. Tusisikie tena malalamiko ya population. Population inalalamika matelefoni. Population inalalamika franga zao kunyanganywa. Hatujui ni banani. Mnayo kama huko bamwizi wanakuaga depuis zamani. Wale bamwizi wanachafua jina la wazalendo. Kama wazalendo wenyewe wako mvile, bafanye patrouille ya kutafuta wale bamwizi ile buizi ifike mwisho. Population jikute iko alez. Raia ya Kasenga tembea kuanzia 6h paka hata 0h. Kama hauna silaha, hauna mpanga, hauna kisu, tembea jisikie uko huru. Hakuna sema utembee ikifika 18h 20h uogope kutembea Mkasenga, hapana. Mie peke Meshake na Mtaga tunasimama na ekipe ya kutia security ya Kasenga mzima. Kisha hii security tunaanza Kasenga, itaambukia Kavivira, iambukie nafasi zote kwenye wasenyewe Begere weko. Raia itembee jisikie huru, raia hawezi tembea mwa security, na sisi watoto wetu tulijitolea kuchunga raia tuko. Wale wasoda wenyewe tuliacha mvile wa securize vile. Tunaomba bonne collaboration na FRDC. FRDC a voté déployer, collaborer na bazalendo. FRDC kwenye na deployer kwa bazalendo, collaborer na bazalendo, sio tuko hapo, tuko reserve armée. Hapana kudeployer kwenye kuko kiongozi wa bazalendo bila kumwinformer. Alafu wale wasoda wenyewe na deployer wanaanza mankere kwa kiongozi mwenyewe ko pale. Ile nayo haitasaidia. Kwa hiyo tufanye bonne collaboration, moko manda ville. Na kuheshimia sana, najua ulikuya kulinda raia na mali yake. Na mimi pia Meshaki objectif yangu ni kulinda raia na mali yake. Sikushika silaha juu ya interest yangu binafsi. Nilishika silaha juu ya interest ya raia. Na ule mwenye aliua alitoka mvumuizi, arajiunga wazalendo, tuanze chuya magugu na ngano, wale bamwizi watafutwe na bafungwe. FRDC nyeko hapa komanda vile, kolabore na bakomanda benye bako siritere muvile. Leo nilikuta wana deployer mnganda yangu pale kwa Farial. Ce n'est pas bien. Uta deployer mnganda aye, mnganda mnaendaga ka. Ulipaswa kuniita mie komanda na unaita na Mtaga, tunajikwalize, unatupatia ekipe ya FRDC, gisi Majoro Mutaka alikuwa anafanya, tunasekirize kuanzia kilalo ya Kasenga mpaka kilalo ya Mlongwe, tunasire population na tembea kwa amani na upendo. Mimi mnganda ya mtu na deployer, ningelikuwa niko vitulutulu, ile FRDC ingelala pale. Kisha mngekuya sema Meshaka anapigana na FRDC. Ce n'est pas bien. Munganda ya mtu, mkazi ya mtu, basambaratishe mapombe mule, basambaratishe vinywaji, activite ya mtu kwenye kunatoka sanfra. Unajua atupoke yake. Hatuna salaire. Aye leo ba deployer munganda yangu. Kisha sana lalamika. Sikulalamika kwa risasi, na lalamika nasema basoda munganda yangu batoke, tufanye kikao, tufanye bonne collaboration, tujue tutadeployer aye basoda ba kusekirize Kasenga. Si wote tunapenda malalamiko ya raia iishe, wale bamwizi wenyewe bako makartie batafutwe asubuhi kama vile usiku, na raia jikute natembea Kasenga alez. Na mimi naasiri security ya Kasenga, raia mwanze tembea mjisikie mko huru. Na mie peke mtakuwa mnanikuta niko siritere, wakati siko kufro mtakuwa mnanikuta niko siritere. Wakati naenda kufro mtakuwa mnanikuta niko kufro. Natoka kufro ndakuwa naacha kiongozi wa kusekirize Kasenga mzima. Na kila kiongozi mwenyeko na kaka Kasenga lete basoda ba security action.
Na tukijelekeza huko Ituri ni kwamba idadi kubwa ya majeshi wa waasi kutoka kwenye makundi mbalimbali wamehamua kujiunga kikamilifu na jeshi la ulinzi RAD katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku wakitarajia kupata mafunzo kamilifu kabla ya kujiunga na jeshi la FARDC. Lakini ukosefu wa rasilimali umekwamisha mafunzo ya wanajeshi hawa wapya wa akiba ambao wanapaswa kusaidia FARDC kulinda umoja wa mipaka ya taifa. Katika kongamano lililofanyika Jumatano tarehe 12 Novemba mwaka wa 2025 huko Bunia, wazungumzaji kadhaa waliitaka serikali kuwapatia RAD rasilimali muhimu ili kuwezesha kurejesha amani katika jimbo hilo. Zaidi ya wanamgambo 600 kutoka makundi ya kujilinda Codeco, FPIC na Maimai tayari wamejiunga na RAD tangu mwaka uliopita. Hatua hii imetokana na kampeni kubwa za uzalendo zilizoendeshwa na chombo hicho katika eneo la Ituri. Wanamgambo hao wapya bado wanasubiri kupatiwa mafunzo kabla ya kutumwa kusaidia jeshi la FARDC kulingana na mahitaji. Hata hivyo, kutokana na ukosefu wa fedha za kuwatunza, baadhi yao wanaweza kurudi katika vitendo vya uhalifu, wameonya wazungumzaji kadhaa akiwemo Profesa Rugingwa. Washiriki wa kongamano hilo wameitaka serikali kuweka kipaumbele katika kuimarisha RAD kama njia ya kudumu kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, Emmanuel Libandi, mratibu wa RAD kutoka huko Ituri, ametoa matumaini yake kwamba fedha na vifaa vitapatikana muda si mrefu. Amehimiza pia wanamgambo wengine ambao bado wanashaka na kujiunga na jeshi hilo la akiba la taifa. RAD imezungumza kuwa wanamgambo wengi waliokata tamaa na vita wanasubiri utekelezaji wa mpango huu ili hatimaye waweke silaha zao chini kikamilifu. Na sasa habari kuu ambayo inatakiwa kuisambaza kwa wakongomani wote ni hii hapa kuhusiana na kile ambacho kilitarajiwa kufanyika tarehe 13 huko Washington kati ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda katika jitihada za kuweza kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, makubaliano ya amani ambayo yalitarajiwa kuwekewa sahihi tarehe 13 Novemba mwaka wa 2025 mjini Washington imeahirishwa kufuatia msimamo mkali uliowekwa na Rais Antoine Felix Tshisekedi. Rais Tshisekedi amesisitiza kuwa hayuko tayari wala hatakuwepo tayari kuweka saini ya mkataba huo hadi pale ambako vikosi vya jeshi vya Rwanda vitakavyoondoka mara moja katika ardhi ya Kongo kulingana na azimio la namba 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wakati mashauriano yakiendelea, jeshi la FARDC na wapiganaji wa Zalendo pamoja na jeshi la Burundi na vikosi maalum vya Blackwater vinaendelea na mapigano ya kikamilifu kwenye maeneo makuu ya mapambano vikiwa na vifaa vya kijeshi vya hali ya juu. Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye anatarajiwa kudhibiti nguvu za kisiasa na kijeshi, sasa amekabiliwa na uongozi thabiti wa kushangaza kutoka kwa mwenzie Rais Felix Tshisekedi. Lakini ni kipi ambacho wadadisi wa masuala ya kisiasa wanazungumza baada ya Rais Felix Tshisekedi kukataa katu kuweka saini hiyo hadi pale ambako Rwanda itaondoa vikosi vyake katika ardhi ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Sikiliza kile ambacho wadadisi wa masuala ya kisiasa wamekizungumza na kupongeza hatua hii ambayo Rais Felix Tshisekedi ameifanya na kuhakikisha kwamba Rwanda inapata joto kutokana na kile ambacho kinatokea. Vita vya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo havihasiri Kongo pekee, lakini pia vinagusa uchumi wa Rwanda ambao unategemea asilimia kubwa sana mambo azamali kutoka nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sasa sikiliza kile ambacho wadadisi wa masuala ya kisiasa amekizungumza kupitia jitihada aidha kupitia hatua hii ambayo Rais Felix Tshisekedi amesisitiza kwamba hakuna saini pasipo na kuondolewa kwa majeshi ya Rwanda katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Unaona Chilombo iko na akili. Chilombo iko na akili. Leo kama Rwanda inaweza tafuta amani paski nchi yake anaona kama kwanza kitu ya kwanza biko bloqué kwanza maprogramu walikuwa nayo. Biko complètement bloqué. Kitu ingine, saizi Rwanda iko mu crise economique ya nguvu sana. Crise economique iko hata ya kusema ndugu yangu.
Usioni tu gesi uko na mabarabara Rwanda gesi najengewa manini me batu mule banasumbuka jabu kupata hata 100 francs rwandais, c'est tout un problème. Leo Rwanda inaanza piganisha kuangalia sitapata amani porque irudie tena mwele system yake ilikuwa ndani, ifo ekonomia yake ipande tena. Sasa itapanda Chilombo anasema mimi siwezi sinye tanki au yatoa trupe yako kwanza. Ndo Chilombo sasa ule na Trump anashagala bwana ewani ni kichwa sasa kwa Trump anashagala nini? Chilombo alikuwa pela tusinye. Sasa asinye tena jua nini? Asinye jua nini? Ni kwa sababu anapenda kwanza hii trupe ya Rwanda iondoke kwanza, ndo tutasinye. Ndo ile kwa pale ndugu yangu. Paske Rwanda leo sasa anaanza tafuta amani. Unaona Rwanda anaanza tafuta amani. Sasa hii kutafuta amani ya Rwanda anataka ona sasa tuko ba bleu. Unatafuta amani, toa kwanza Abanyarwanda mu. Batoe kwanza. Barudishe kwako. Après pande tutaangalia kisi tutaweza zungumza kwa ajili ya kutafuta amani. Metanki hiyo trupe yako ingaliki mule, amani gani utasinye? Unataka tukamata sie saba tumo mwenchetu. Toa kwanza trupe yako. Ndio yenye iko pale mwicho. Vraiment il faut que remercier sana chini. Na vitu ya madoa manini bile vyote haviwezi abutire kukitu. Na Banyarwanda banajua très bien. Kile mabitu yote haiwezi abutire kukitu. Tanki atiaondoka haiwezi abutire kukitu. Na leo ekonomia ya Rwanda ingali itateremka tena sana, sababu ataingia mu crise moya. Nilikwambia wakati moja hivi na Banyarwanda watakuwa nakimbia ile nchi yao. Barangalisi watoto jideplacer fasi nyingine paski mule hamuna tena kitu. Hamuna kitu. Ni ile tu inabakia tu ni nchi ya banania ya ba visiteur banakia bana visiter banatokea mabulaya banakia bana visiter au banarudia. Ni fasi ya maana pa ile Rwanda haiko tena nchi ya kuikala ndani, inakuwa ni fasi ya kuenjoy tu afu banarudia barudia kwao. Haiko tena nchi ya sehemu ya watu wakaaji wa Rwanda wawezi kuishi na nani na wawezi kuishi na nani na mali ya nchi yao, hapana. Mimi inakuwa ni nchi ya ba visiteur. Una comprendre? Ni nchi ya baespatrie. Ile Rwanda ile inakuwa ni nchi ya baespatrie. Ni mtu mwenye anakia par exemple aliko na franga yake anakia enjoy, anatulia fasi moja kama itakuwa mle mu Rwanda, amaliza kuenjoy anarudia kwao. Haiko nchi ya kufanyia sisi tutafa projet, hakuna. Ndio ile mkubwa mwisho. Donc bitu biko nguvu Rwanda, na Banyarwanda bako complètement bloqué. Mimi nakwambia bako complètement bloqué. Hiyo kunaona mamanigansi yasema wanatengeneza mabarabara, banafanya hivi, bile vyote ile mapicha tu ya kutonesha sema wao wanatengeneza. Hakuna. Sisi Wanyarwanda si traia très bien. Merci acha watutengenezee barabara kulisa takuya. Tutakuwa vraiment tunakuya kunani kumalizia ile maproje wanafanya kule. C'est bon vraiment watutengenezee batutengenezee barabara makanivo, paske franga zenyewe zo zinatokea ni Rwanda. Kagame aisha jisinye ko paske kitu kionaanza ifo kimalizie. Ndo ile. Mais sinon ce qui est sûr c'est que Banyarwanda banayua très bien que bataondoka. Bwabo wenyewe wanayua très bien que bataondoka. Bwabo anasema ya kusema sasa wanajigamba kusema tutaondoka twende wapi? Tuko Wakongole. Amoko Wakongomani, muko Banyarwanda. Ingekuwa sio mko Wakongomani ingeonekana upendo kwa Kongole naonekanaka. Pourquoi nyie tu mkefa vurugu mwinchi ya watu? Pourquoi mkefa mauaji mwinchi ya watu? Mnatafuta nini alors que nchi ya Kongo ilikuwa iko na amani? Pourquoi mkefa vurugu? Pourquoi mkefa vurugu? Nchi ya Kongo ilikuwa mvita pana. Nchi ya Kongo ilikuwa mvita. Nyie mnakuya kwa kukia kuangamiza peuple Congolais kwa kutafuta vitu mnatafuta. Ni kwa historia ile empire yenu ya Batusi. Hamtaweza msha kwa deja bloqué, hamwezi weza. Kongo niwaambia ka Kongo haiwezi kuwa balkanize. Na Kongo jamais amute dirija kata siku moja. Amoke petito uko ushakufa uko nafaa ndoto tena mara pili. Ndio hii. Chilombo yuko na mwe bega kwa bega, na Chilombo atamalize hii matatizo yote. Suna baba jinoto uko na kama boko na shiko. Bali wote wana collaborer na Kagame. Kagame ni criminel wa nguvu sana. Kagame ni criminel wa nguvu sana. Kagame kuna masolution yote ya kutafuta kitu anakitafuta na nakipata. Suffit tout simplement kuparapana mafranga, parce que Congolais tunaona kama faiblesse ya Congolais sana ni franga.
Utanisha mtu ya gusa par exemple hata siku moja ya gusa $1000 wakati unampatia par exemple $5000 wala $10000 iko prêt à tout kusacrifier ndugu yake wala kusacrifier donc wala kunani kunani kudestabiliser matroupe matroupe yake ni kwa ajili nini? Kwa ajili ya franga. Voilà pourquoi tunaendelea kuambia ndugu zetu wa Kongomani tupende nchi. Hatuna nchi nyingine, ni hii nchi ya Kongo tu, hakuna nyingine tuko nayo. Na tukiperdre kupatia watu nafasi, vraiment tutasufrir maisha yetu yote. Ndio ile mkubwa mwisho. Donc Tshilombo c'est un stratège. Tshilombo c'est un stratège, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qui se passe dans son pays na ni mtu mwenye iko prêt kwa ajili ya kudefendre nchi mpaka kwa energia mwisho. Na mimi nawaza wengi wako wanaiona hii mavitu yote bibi inapitikana mkongo bitawapatia masinye fulani ya kusema no, atuwezaka vivre bien mais tuko tunavivre leo. Ni kuonyesha namna gani kukichwa nchi tuko na mtoto mwenye nchi mwenyewe, damu ya mkongomani ndio iko kiti pale. Na ili Banyarwanda vraiment bashangaika sana, maki marusu na waluma sana, wajuze tutafanya kudeloger mtu. Amwezi mdeloger kwa nguvu sana, tanke peuple congolais kunyuma yake amwezi mdeloger. Na kitu kingine tutakumbusha ndugu zetu wenye Rwanda, seki bazalendo ni jeunesse. Unaelewa? Ni jeunesse ya Kongo. Bazalendo ndo batoto ya nchi, bali ni batoto ya nchi. Wakati mko mnaua bazalendo, muyue kama mko mnamaliza ndo jeunesse ya Kongo. Mais muyue pia kuko replique kitu kinye mtu anaendelea kufanya munjia ya giza, muyue kama mutapata pia matunda hayo. Asante, ilikuwa ni ndugu Vincent. Naam, huo ni mtazamo wa wadadisi wa masuala ya kisiasa kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Labda na wewe msikilizaji, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea huko Washington, lakini pia kile ambacho kinaendelea kati ya DRC na Rwanda? Ni kipi ambacho ninapendekeza, mpendwa msikilizaji, kuhusiana na kutafuta amani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Unaweza kutuandikia moja kwa moja kwenye comment hapo, lakini pia unaweza kutuandikia kupitia namba hizo ambazo zinapita hapo kwenye video, ili tupate kupata maoni yako na kutuambia unatufuata kutoka nchi gani. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadan. Niseme asante na tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye, ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Tunaangazia tosha kuhusiana na hali ya usalama nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ili uendelee kupata habari zetu, na kusihi kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi. Asante na uwe na siku njema. Bye bye.